siku hii ya leo, na kubwa ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo imeshindwa kufanyika baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kupeleka malalamiko yao na kusitisha kuingia uwanjani hii leo, kwa maana kupeleka timu katika mechi hiyo ambayo ilikuwa ifanyike hii leo. Na hivi tunavyozungumza, basi heka ndio zingekuwa zinaenda kuanza katika mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, baada ya Simba kuandikia bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi wa ligi kuu na mashindano mengine kugoma kwenda uwanjani kwa sababu ya jana, siku moja kabla ya mchezo, kushindwa kufanya mazoezi, sababu ambayo wakisema makomando na baadhi ya watu wengine waliwazuia basi la wachezaji kuingia uwanjani, hivyo wakashindwa kufanya mazoezi, kupelekea kwamba kugomea mchezo huu wa leo. Lakini sasa baadaye bodi ya ligi na yao ikaja kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara, kwa maana TPLB, katika kikao chake ambacho wamefanya hii leo, ilipitia shauri la klabu hiyo ya Simba ambayo walilipeleka pale kuzuiliwa kuingia uwanjani, kwa maana ya kwamba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara dhidi ya Young Africans uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo, nikimaanisha hii leo. Sasa taarifa hiyo ya bodi ya ligi, kwa maana kupitia kamati ya uendeshaji, inasema katika shauri hilo klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 1745 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Sasa baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maafisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Na ndipo hapo sasa kilipoitishwa. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maafisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba, wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ligi kuu, haikuwasiliana na afisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo, maandalizi ya kikanuni yaweze kufanyika. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo. Kuahirisha sio kufuta, ni kuahirisha. Hapa tuelewane vizuri. Kuahirisha mchezo, kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Kutoa maamuzi ya haki na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Sawa. Sasa kwenye line tunaye Ismail Adem Rage
Yeye alishawahi kuwa rais wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kwenye nyadhifa mbalimbali za kiuongozi katika mchezo huu wa soka. Yeye ana maoni gani hasa kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea hii leo? Sasa kama unanisikia Rage, tuambie mtazamo wako wa dabi kutofanyika hii leo. Nini maoni yako, Ismail Aden Rage? Mimi nawapongeze TFF kwa uamuzi wao mzuri. Kwenye football kuna neno moja tunatumia linaitwa damage crisis. Sasa kama damage crisis, yani mtikisiko ambao unaweza ukaharibu mpira wetu, na TFF wameweza kukaa chini na kutafakari na kugundua makosa yametokea wapi. Busara si ingetumika, mechi ingeweza kufanyika. Baada ya kusoma taarifa ya TFF, waliosababisha vurugu hii ni makomando wa Young Africans ambao walizuia Simba wasiende kufanya mazoezi. Kwanza, makomando walikuwa wanafanya nini uwanjani wakati ule ni uwanja wa serikali? Wao walikuwa pale wanafanya nini? Sasa mimi ninachojaribu kushauri sasa kwa TFF na Baraza la Michezo la Taifa, wajaribu kuangalia wale makomando wa hivi vilabu vikubwa vyote wamebadilishwa jina, wanaitwa steward. Hata katika mashindano ya kimataifa ndio wanakaa ndani kulinda usalama wa uwanja, kwa sababu sasa hivi polisi haruhusiwi kuingia ndani ya uwanja. Kwa hiyo turudi kwenye mpira wa kisasa. Mpira wa kizamani wa kukaa tunaweka watu wa kulinda uwanja umepitwa na wakati. Kuweka watu wanakuja kujifanya wao ndio wanajua kilabu kuliko mtu mwingine, wana uchungu mkubwa kuliko klabu, haiwezekani. Vilabu vinatumia pesa nyingi kutafuta wachezaji wazuri. Sasa hakuna sababu tena kwa kutumia pesa kuweka watu uwanjani wanalinda nini? Kila mtu analindwa na Mwenyezi Mungu. Ismail Aden Rage, unaona walichofanya Simba ni sawa kweli? Sasa unasikia Kirumanga? Ndio. Maswali yako ya kiyanga haya, hebu acha. Mimi nasema, mimi nachosema, TFF wamefanya uamuzi wa busara, na ndio maana nimetumia kitu kinaitwa kwenye football crisis, tunaita damage crisis. Unaweka kanuni kwanza pembeni, unatafuta busara na hekima. Asidanganye mtu kaka, Yanga na Simba ni timu kubwa katika Tanzania. Huwezi ukatoa maamuzi ya ovyo na ya haraka bila kutafakari. Ni lazima mwashukuru, wapongeze TFF kwa uamuzi huu. Lakini TFF wasipokuwa makini na hivi vilabu viwili visipokuwa makini kuacha tabia ya kuwakumbatia hao wanaojiita makomando, bado mpira wetu utakuwa katika mtihani mkubwa sana. Hii ni kama vile imeitia doa tasnia ya mchezo wa soka hapa nchini. Nakubaliana na wewe 100%. Na hii yote ni kwa sababu ya kuendekeza kwa makomando. Ule uwanja uko chini ya Wizara ya Michezo. Hivi nani analazimisha? Unasikia kuna makomando wanakwenda kulinda ofisi za serikali. Wanakwenda kulinda ofisi za serikali ni polisi. Sasa kama kuna matatizo ya watu kuja kufanya upuuzi wao wanaoamini, basi ule ni uwanja wa serikali, wawekwe polisi walinde. Lakini hii kwa timu ina leo home ground ni Azam, uwanja wa Azam au KCMC sijui, unakuta watu wanajiita makomando wanalinda uwanja. Unalinda uwanja kitu gani ya ilahi? Asante Ismail Aden Rage. Lakini kabla hujatoka hapo, kwanza kabla tujarejea hapa studio kwa Dickson, pengine nikamalizana na wewe Ismail Aden Rage, hasa hayo yote yanatokea pengine baada ya kuhusishwa imani za kishirikina, kwa maana kwamba hiyo sintofahamu ndio ilikuwa imeleta taharuki. Wewe unasemaje Rage, kabla hatujamalizana kwanza? Ushirikina huko kwenye mpira shekhe yangu, huko wako watu wanapata riziki yao kwa njia hiyo. Mimi nimekuwa rais wa Simba, niliwapiga Yanga 5 bila, hakuna mganga wa kienyeji hata mmoja aliyokuwepo. Hakuhusika mganga yoyote? Niliwapa posho kubwa tu wachezaji basi. Hakuna mganga aliyohusika? Hakuna mganga bwana. Mpira uchezi na mganga. Tulikuwa tunachukua makombe ya dunia, lakini wewe angalia huko kuna kwenye mpira wao kule wanaokwenda ni wanani tena wenzetu ndio West Africa. Uchawi wa mpira huko mpaka kuna wizara inashughulika maalum na iko kwenye budget ya serikali. Wanakwenda wapi? Wako pale. Leo ligi yetu sisi imekuwa ya 4 bora kuliko timu za West Africa. Lakini kwa haya yanayotokea ni aibu kubwa sana, na hiyo namba 4 kwenye ubora huo wa ligi yetu. Makosa yalitokea tangu mchezo ule wa kwanza Yanga walivyokataa kwa kwenda uwanjani na hawakupewa adhabu yoyote. Hapo ndo kosa lilipoanzia. Sasa kwa kuwa
tayari na Simba imeshatokea, basi nadhani TFF na bodi watakaa vizuri, waangalie. Kubwa zaidi mimi nakwambia Kirumanga, kama watahakikisha wanawapiga marufuku hao wanaojiita makomando, basi vilabu hivi vitakuwa imara zaidi. Lakini haya yote yanayotokea, pia kuwepo kwa makomando, si uongozi huko nyuma yao? Manake maamuzi makubwa wanaofanya hao makomando, manake uongozi unafahamu, ujue. Ni sahihi, kiongozi yoyote muoga wa kuongoza lazima atataka alindwe na hao makomando. Kama you are a good leader, uogopi wala hutishiki, unakuwa na msimamo, unakuwa hakuna komando atakayekutisha. Wewe unachaguliwa na wanachama, unasoswa unapata wapi? Hii ya Yanga kupeleka timu uwanjani kuna tafsiri gani? Huwezi kuwakataza shekhe. Huo ni uamuzi wao. Tayari wenye ligi yao wameshaahirisha mechi na wameeleza kwamba bado wanaendelea na uchunguzi, wataendelea kutoa taarifa zaidi. Sasa unapelekaje timu tena uwanjani? Kwa kauli yako ni kama wamejifurahisha. Kamisa hayuko uwanjani, referee hayuko uwanjani, officials wa TFF na bodi ya ligi hawapo uwanjani. Sasa wanaenda kufanya nini? Basi usiku mwema Ismail Aden Rage, Ramadhani njema. Ndio. Na wewe pia mdogo wangu nakutakia, lakini wewe punguza uyanga wako. Mwema bwana Ismail Aden Rage. Haya, asante bwana. Haya, asante sana. Ni Ismail Aden Rage. Punguza uyanga. Maoni yake, kwani kutoa maoni mtu unakatazwa au katazwa? Si mtazamo wake, kama yeye alivyotoa kuhusiana na hili la dabi, kwa sababu kuna wengine wanapingana. Tutakuja kumsikia hapa Dr. Tiboroa yuko kwenye line, lakini profesa atusubiri kwanza. Dr. Profesa, umemsikia Rage? Nimemsikia. Mtazamo wake umeusikia? Nimeusikia mtazamo wake. Dabi haijafanyika leo. Ni aibu. Aibu kubwa sana. Aibu ya nani? Aibu kwa kwetu, nchi. Ni nchi nzima. Au kuna kipande hivi wao ndo wanapata aibu? Kuna kipande. Kuna kipande, lakini nafikiri ni aibu, ni aibu kwa mpira wote. Kwa mpira wote. Unajua, kwa mara nyingi tumekuwa kwenye hizi sitofahamu za mechi nyingi, na sio tu kwa kuwa ni mechi kubwa ina tension kubwa, lakini kumekuwa kuna matatizo mengi. Kuna matatizo mengi sana ambayo yanatokea kwenye mpira wetu, lakini sidhani kama kuna kitu kipi ambacho mtazungumza ambacho kizungumzwi kila wiki. Matatizo ya marefari, matatizo ya nje ya uwanja, matatizo ya ndani ya uwanja, ni vitu ambavyo vimekaa rafu. Mtu ukianza kukaa una breakdown kila kitu kimoja kimoja. Unataka kusema huu ugonjwa hujaanza sio wa leo. Na sasa yeye mwenyewe anakuambia matatizo yote yalianza kwenye mechi ya kwanza. Sawa, matatizo yote yalianza kwenye mechi ya kwanza. Na maana Simba ni kama analipiza. Shikilia nukta hapo, ndio tutakaporejea tutaanzia hapo bwana. Sasa